لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Dr. Ahmed Maulid Khamis, natokea taasisi ya Ahlud Dawah Hajj and Traveling Agents. Alhamdulillah ala kulli hali tumefanikiwa kwenda Makkah salama na mahujaji wetu walikuwa 173. Alhamdulillah hali zao kiafya wote wamekuwa vizuri, tumekwenda wote salama, tumerudi salama, ingawaje changamoto 2-3 za kiafya hazikosekani. Hii ni kwa sababu ya mabadiliko ya kimazingira. Kuna watu ambao walikuwa wakisumbuliwa na masuala ya allergy, walikuwa wakisumbuliwa na masuala ya hali ya hewa, mabadiliko, miguu kupasuka, wengine tumetoka nao wakiwa wagonjwa. Kwa hiyo ala kulli hali wote tumeweza kwenda nao, mambo ya vifua, ala kulli hali kila kitu kimekuwa sawa. Hakuna ambaye imekuwa na shida kubwa sana ambayo tumeshindwa kuitatua. Kila kitu kimekaa katika mstari wake. Alhamdulillah mahujaji wote wako salama. Changamoto 2-3. Wito wangu kwa mahujaji watarajiwa ambao wanajiandaa na safari, la kwanza, ibada hii inahitaji nguvu, inahitaji energetic. Ni vizuri tukienda wakati tuna nguvu, tusubiri ambapo tumeshapoteza umri, tumeshakuwa mkubwa sana, tumeshambuliwa na magonjwa tofauti. Tusisubiri muda huo, tuendeni mapema inshallah. Alafu pia tuendelee kujiandaa kiafya. Kuna mambo ya msingi sana ya kujiandaa kiafya, wakati siondoke wakati tayari una ishara fulani za maradhi, baadhi ya maradhi mengine na kwa ni changamoto na kupanda katika hija. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi wakafa wa salatu wassalamu ala habibika al-Mustafa ala alihi wa ashabihi shurafa wa ba'd. Wallahi nahnu farihin masrurin mujammilin kama kharajna min fajjin amiq wa qasadna baytillahi al-atiq. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotutoa katika miji yetu hii awalan, na tumekusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo alhamdulillah tumerejea katika miji yetu ya Zanzibar kwa kutekeleza ibada ya hija. Raja'na salimina mahfudhina mujammilin, tumerejea hali ya kuwa tuko na salama, tuko katika hali nzuri, tena masrurin. Allah katupa furaha baada ya kukamilisha ibada hii ya hija. Almuhimu, majmua Ahlud Dawah ni katika miongoni mwa taasisi za Tanzania ambazo zimebeba mahujaji wasiopungua 173 katika mwaka huu wa 2025. Mahujaji hao leo wanakamilika kwa kurejea baada ya kutimiza ibada ya hija kwa ukamilifu wake, na alhamdulillah taala wametekeleza vizuri na wanarejea leo katika miongoni mwa wale ambao waliokuwa wamewahi kufika mwanzo katika viwanja vya Saudi na kupokelewa na uongozi wa bi'tha na Wizaratul Haji, tukisimamiwa pia na kiongozi wetu, maalimu wetu Sheikh Abdullah Talib. Lakini pia vile leo tumerejea na sisi ni wa mwisho katika waliorejea kutoka katika viwanja vya Makkah. Kwa ufupi sisi tunasema yadullah ma'al jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka nguvu zake kwa watu kufanya kitu kwa pamoja. Lakini pia sio hilo tu, pia tuna mamlaka ya wakfu ambayo pia inasimamia katika masaili ya kuwapokea mahujaji wetu hapa visiwani Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla, na wao pia tunawashukuru kwa juhudi zao kwa ajili ya kuja kutupokea. Maombi yangu pamoja na yale ambayo yaliokuwa na kama kijana na kama miongoni mwa watu wanaosimamia ibada ya hija ni kuwahusia hasa vijana kuweza kutekeleza ibada ya hija katika umri ambao utakaokuwa unawakidhi. Nasema hivi kwa sababu ibadatul hajj, ibada ya hija, asilimia zisopungua 75 indhamma alayhi al-af'al, ndani yake inakusanya vitendo. Asilimia 35 ndio unakusanya kauli na maneno, lakini 75 zote ni vitendo. Lakini vijana tunatakikana ile istitaa, uwezo, tusiutizame tu uwezo wa kifedha, lazima tutie nia na Allah subhanahu wa ta'ala atatupokea na atatukubali kwa nia zetu. Kwa hiyo nawashukuru sana wote, lakini pia vile nashukuru serikali yetu kwa kuweza kushughulikia mahujaji wetu kabla ya kuondoka.
kuweza kuwafanyia vikao na kuwarahibisha na kuwapa utaratibu wa hizi safari, vipi waende na vipi wakaombee watu wao na wakaombee nchi yao na wakaombee mengi ambayo yatakayokuwa yanaleta manufaa katika nchi zao. Nasallallahu at-tawfiq ala hadhihi al-minna wan-ni'ma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Jina langu naitwa Ali Baraka Suleiman, jina la kikundi Ahludawa. Tumeondoka siku ya tarehe 11 mwezi Mei kwenda kwenye ibada ya hija. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kilichokiona kwenye hija, na naomba kitu kimoja tu kwa Tanzania na Zanzibari. Ile hija ni kitu cha msingi sana. Sisi tumefuatilia kule, tumekuta wenzetu wa Indonesia wanaambia na nafasi 230,000 na wote wamefika. Mambo mengine nikisema zaidi sana mtashindwa kuongea kwa sababu naona hapo ndio zinazungumza mimi na sisi kwa jinsi mambo ndio unakule. Tuna imani na Mwenyezi Mungu, tuungane na wale vikundi kwa sababu kama unavyoona sisi ukimwambia mtu mimi naenda Maka hawezi kuamini, lakini sisi tumeenda Maka na tumefanya hija baada ya hija na tumehangaika kama ilivyokwenda, shughuli zote tumezifanya. Kweli tumeona changamoto ya hija, yani tuna imani na dini ya kwetu, kusema imani tu kama tupo tu mtaani na nini, tuna imani ya dini yetu na Mungu atatulipa kwa hilo. Mimi bwana naitwa Abdalla Haji Ali. Kikweli hija ni muhimu kwa sisi Waislamu na inapasa hasa kuenda mtu akiwa ana nguvu. Na hamasisha vijana au Waislamu wenzangu wote, kile kidogo tunachokipata tukiweke au tukikushaje tuende hija. Ukiwa na nyumba mbili, moja auza kwa ajili ya kwenda hija. Ukiwa na shamba kubwa, hata kipande ili uende hija kwenye kutekeleza nguzo ya 5 ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakulipa mazuri. Maka ni kuzuri, Maka hakuna shida, kinachosisitizwa uwe na nguvu. Kwa ufupi, tujitahidini vijana, tufanye uwezekanavyo. Hakuna sababu ya kutokuwa mtu hawezi asiende Maka kama ana nguvu zake, lakini tujichange tuende Maka. Mambo mengine yote ya mpito tu, dunia tunapita na sisi ni maiti ya tarajio. Nashukuru sana, nimefanya hija yangu vizuri. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua, na muomba nikubalie hija yangu, hiyo hija makubuli. Changamoto si kubwa, isipokuwa changamoto uwe na mazoezi. Changamoto ni afya peke yake. Ahludawa ni wazuri sana, mnafanya ibada zote kwa ukamilifu, za sunna na za faradhi, wako vizuri sana. Mimi nawapiga sana. Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik